mwezi wa kwanza tulibariki ndoa yetu. Kwa hiyo tukaona pia tuweze kumshukuru Mungu kwa chombo cha sadaka kama hivi, na imeenda haraka, ndio maana kama nilitoka kidogo, kuna vitu nilikuwa namalizikia. Kwa hiyo pale ambapo hapa hajamalizikia nitamalizikia kwa wakati mwingine, lakini unaweza ukasema kwamba mbona naweza kwamba kwa sababu hichi ni chuma, je, nikiwa na sarafu inakuwaje? Humu ndani tumeweka sponge, kwa hiyo itakuwa inatunza siri ya sadaka ya mtu. Na kingine tumeona mashemasi wetu wananyanyua hii chuma inakuwa nzito, kaona tuweke tairi kwa unaweza ukasukuma ikaenda, lakini pia ukasukuma usipate nguvu kubwa. Na kingine unaweza ukaona labda naihamisha kutoka hapa, kuna ngazi na nzito, kwa hivyo unaweza ukachomoa hizi zinachomoka, lakini baadaye ukachomeka tena pale ambapo panahitajika kuwepo. Na kingine kwa sababu tunazo sadaka za aina mbalimbali, kwa hiyo tukaona pia na watoto wana sadaka yao kama hivi, lakini pia kuna kuwepo na sadaka zingine kutokana na maelekezo yanavyotoka madhabahuni. Kwa hiyo tumefanya kidogo hivi kwa sababu tungeleta fedha, tukaona tufanye kitu ambacho kitaacha alama kwa Mungu. Na mpaka hapa haijakamilika kwa 100%, ipo kama 70% hivi, maana ndani bado hatujaweka vizuri, lakini linafaa kwa matumizi. Kwa hiyo ile sadaka ya kusindikiza kama tumeanza nayo hapa ingependeza zaidi, kwa sababu hapana shida kabisa. Asante kwa maelekezo mpaka imekiwe watu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa support yenu, kwa muda wenu, kwa fedha zenu, kwa upendo wenu na kwa kila kitu. Naomba nimpe mke wangu na ongee kwa machache. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui niseme nini, lakini binafsi ninamshukuru Mungu kwa kuweza kunipa nafasi ya kuwepo na mahali hapa. Amina. Ninasema nafasi ya kuwepo mahali hapa kwa sababu ya kwamba ninajijua jinsi nilivyokuwa na jinsi nilipo sasa hivi. Ninajua mwenendo wangu wa ndoa jinsi ulivyokuwa awali na sasa hivi. Kwa hiyo ninaweza kutofautisha ya kwamba kuna mahali ambapo Mungu anaweza akakuweka pakawa ni mahali pako pa sahihi, pakawa ni mahali pako pa kupokea majibu yako, lakini unaweza ukajidharau wala usijue ya kwamba Mungu ana makusudi gani kukuweka mahali hapa. Nilikuwa najiuliza sana ya kwamba kuna makanisa mengi, nimeokokea katika kanisa la Pefa, na mahali hapa sio kama hakuna Pefa. Nilitoka Tanga nikiwa nasali kanisa la Kalopiti. Sio kama mahali hapa hakuna kanisa la Kalopiti. Yapo mengi, kuna TAG. Kuna makanisa mengi sana. Lakini Mungu amenichagua kuwepo mahali hapa. Mungu amenisimamisha mahali hapa. Kipo kitu ambacho Mungu anataka kufanya. Lipo kusudi ambalo Mungu anataka kukufanyia wewe ulioko mahali hapa. Hujapotea njia. Haujasahau unakoelekea. Simama tu imara. Ipo siku Mungu atakujibu kwa wakati wake. Nami ninalishukuru pia kanisa, baba yangu na mama yangu. Mmekuwa watu wa kunitia moyo sana. Mmekuwa watu wa kunishika mkono hata pale mahali ambapo ninachezea matope kama mtoto. Msikate tamaa. Endeleeni kwa maombi hayo hayo. Viongozi wangu wa idara, wazee wangu wa kanisa, endeleeni kutubeba katika safari hii mpya ya ndoa ambayo tumeianza. Maana najua ya kwamba tumeishi muda mrefu, lakini sasa ndio imeanza. Ninasema ya kwamba ndoa yangu ndio ina siku 11. Mungu awabariki sana. Amen. Tushangilie Bwana Yesu kwa ajili ya shukrani. Naomba tafadhali, maono ya Msuya ni makubwa mno, kitu kinazunduliwa kwa fedha. Kwa hiyo hizo fedha za kushukuru kwa ajili ya hapa
ziwekwe pale kwenye kile hiyo sadaka hiyo ya kushukuru. Ndio tunaiweka wakfu hivyo. Inawekwa wakfu na kitu, haiwekwi wakfu na maneno. Kwa hiyo mtu anayesindikiza, weka zote hapo, waweke hapo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Fei amefikisha miaka 12, nampa 12 tena yenye neema na baraka ya kwenda kwenye usichana uliopora, Baba, uliojaa furaha na amani, uliojaa ulinzi wako mkubwa, katika jina la Yesu Kristo, nikimweka shetani mbali na Fei. Baba, ninakushukuru kwa afya njema na uzima ambao amekuwa nao tangu alipokuwa tumboni na akatoka kwenye dunia hii na akaanza maisha ya siku, mwezi, mwaka na sasa yuko kwenye miaka 12. Baba, ninakushukuru na hiyo 12 ninayomtamkia iwe ya baraka na neema, maana ni ya kwenda kwenye usichana. Ni katika jina la Yesu Baba nimeomba na kushukuru kwamba shetani hana nafasi, na iachilie damu ya Yesu ikawa ni usalama na ulinzi juu yake katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi